Jinsi wewe Bwana ulivyo mkuu, moyo wangu na ukuabudu Bwana, jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie, jinsi wewe ulivyo mkuu. Tumekuwa tukiangalia the posture of implementer. Na nikasema ya kwamba nitaweza kuongea briefly, nitafanya recap kwa sababu wengine wetu tutakuwa nao siku ya Jumapili. So let me do the recap briefly. Tulisema ya kwamba what's a posture? Posture tukasema is a position in which someone holds the body when sitting or sitting. A place somewhere, a particular attitude or a pose. A certain pose. Na pia tukasema who is an implementer? An implementer is a person who builds something, who puts in practice. So kwa hivyo wakati tunasema the posture of implementer, tukasema our starting context is not technical. Kwa hiyo tukasema ya kwamba ni tunataka kuelewa mawazo ya Mungu wakati ambao tunaendelea kumchekea Bwana. We are implementing mioyo yetu, the attitude, the posture, position ya mioyo yetu inapaswa kuwa namna gani wakati ambao tunaendelea kujenga kile Mungu anataka ndani ya huu mwaka wa 2021. Na Mungu akatuhimiza na akatuelekeza ndani ya Mwenyezi Mungu ya kwamba the mystery ama ajabu ama siri iko ndani ya discernment of the architecture of divine mind. Unless you understand the divine mind of God, that's the recorded word of God, juu yetu hatutaweza kuimplement, kwa sababu kila tuna implement hawezi elewa kwa hali ya asili ama kwa hali ya kawaida. Lazima ukaweza kuingia na kuinterface with the upper realm katika ndani ya kiroho, na ikaweza kuasili ndani ya moyo wako,
ili ukaweze kuwajua taswira ya Mungu na asili ya Mungu, ukaweze kujenga hiyo katika familia yako, ukaweze kujenga hiyo katika maisha yako. Kumbukeni ya kwamba vile ambavyo tumekuwa tukiangalia, the position ya mioyo yetu ni muhimu sana wakati ambao tuna implement the KCA, na tuliongea kuhusu 5 benefits of building the KCA. We are implementing the KCA. We are implementers, and that's a message, that's a season about tuko ndani yake. Na Mungu anasema ya kwamba pay attention on your posture. Your posture is very, very important. Your position is so much important. Pale umesimama ni muhimu sana, kwa sababu Mungu akaongea na Samueli, na Samueli akaongea na watu, kasema mimi ni Mungu, siangaliagi nyuso za watu, bali mimi naangalia mioyo. Mungu anapotazama Anet, hamuoni vile amekaa katika physical, anaangalia external, internal. Ndani yake nia yako ni nini? What's your pose, your attitude, your position on the things of God. Kwa hivyo lazima tumakinike, tuhakikishe ya kwamba vile tumesimama ndani yetu, our posture, our position is so much important before God. Tunapojengea Mungu chochote, tunapoendelea kujenga kile tunasikia kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo the posture of implementer, yeyote ambaye anatekeleza kujenga ama kufanya jambo lolote lile katika ufalme wa Mungu, lazima achunguze moyo wake sana. Kwa hivyo basi tukasema ya kwamba kuna benefits ambao ziko za kujenga the kingdom community architecture. The first benefit, ina build defense in the community against severity of the spiritual war that's raging around us as we move toward the finish. Ya kwamba the KCA ama kingdom community architecture inatusaidia kujenga ulinzi, kinga ndani ya kanisa, kinyume na vita ambazo zinafanyika za kiroho katika siku zile zimetusingira, katika siku hizi tunapoendelekea mwisho wa wakati. Na tunajua vizuri sana the position ya kanisa pale iko. Kanisa inaenda kumalizia, amen. Kanisa la Bwana linaendelea kumalizia, na linapoendelea kumalizia kuna vita nyingi sana ambazo zinafanyika. There are a lot of war in spirit. Kwa hivyo lazima tukue intact. Mungu akiamurisha Noa kujenga Sabina, aliweza kumwamurisha ajenge Sabina ambayo iko exact na iko appropriate kulingana na ile gharika ambayo ilikuwa inakuja. Kwa hivyo lazima the posture ya Noa ingekuwa sawa anapokuwa akiimplement the ark, kwa sababu kama angejenga kado na vile Mungu anataka ndani ya moyo wake. Kumbukeni ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba Mungu aliamurisha Noa akaweze kufanyika Sabina kwanza, make yourself an ark. Kwa hivyo alifanyika kuwa ark kabla akaweza kuanza kuimplement the actual ark. Therefore our life, our posture ndani ya mioyo yetu matters a lot, kwa sababu ndio itaweza kutusaidia kujenga, kuimplement kile Mungu anataka accurately, ili wakati majaribu inapokuja, because test will come. Simfichi ya kwamba tunapitia wakati rahisi, ama utakuwa wakati ambapo everything itaweza kufanyika na kama kawaida. Ulimwengu sasa pale tumefika, tunajua ya kwamba the rate of spiritual war happening. Apart from corona, there are a lot of forces in our post church. Na tusipojenga accurately, vile Yesu alisema nitalijenga kanisa langu, nayo milango ya kuzimu haitaiweza. So tuna trace the mind of God, we are discerning the mind of God. Hii ni kanisa gani ambao milango ya kuzimu haitaweza kuishinda? Ndio sasa tunaenda our posture, our heart ikaweze kujenga hiyo kanisa accurately. Number 2, tukasema ya kwamba we are KCA create a structure that match and align with the apostolic grace that's flowing down to us from God. Tumekuwa tukijenga, lakini sasa wakati umefika, Mungu ametufungulia njia ya kuwa na neno la kimitume, the apostolic grace, na kanisa
the grace ya mitume ni muhimu sana pia pale ambapo tumefika, kwa sababu hatuwezi jenga accurately without all fivefold ministry ndani ya kanisa, kwa sababu hizi ni vipawa Yesu alipeana wakati alipaa pale mbinguni, akajigawa na wengine akafanya kuwa mitume, wengine manabii, wengine walimu, wengine wachungaji, wengine wahubiri, wote waimarishe mwili wa Kristo ukaweze kuwa kamili, ili kila mmoja wetu akuwe na fullness of Christ. Therefore, we thank God for the apostle grace na neema ya mitume. We thank God for the sifia ambayo tuko ndani yake, ndani ya Congress. Tuko na sifia ya Noel Woodruff ambaye Mungu wa mbinguni, we are not following a man, we are following the grace ya kimitume ambayo Mungu ameachilia, inatusaidia kuelewa na kujua, because apostolic grace ni neema ya kujenga, building things of God, building things of God. Therefore, we are going to march and bring a lot of alignment, building appropriately. Why? We have a grace ambayo ni ya kimitume ambayo yatusaidia kujengea Bwana kila nataka katika jina la Bwana Yesu Kristo. Number 3, wakati ambapo tunajenga KCA, ina increase the massive sense of integration, belonging, ownership and participation of every saint in the kingdom community. Kwa hivyo ndani ya kanisa, wakati tunasikia kuna people groups, kuna growth groups, hii iko ndani ya taswira ya kingdom community architecture. Inatusaidia kila mmoja wetu asikie amehusika. Hakuna mtu atakuja hii kanisa anasikia kwamba yeye ni mgeni ama hahusiki ama hamiliki. Everybody is a part of the body of Christ. Kwa hivyo kama Miss Wadeto takuwa na shida, the whole body inakuwa na shida. Kwa nini? Wote tumeunganishwa pamoja. Kila sehemu inakuwa inasikia nyingine, because we are one. Na hivyo that integration, that ownership, that belonging ya kuwa ndani ya kanisa. Usiwe ndani ya kanisa lakini unakuta kwamba ni kama zile sehemu zingine hisikiki. Kichwa hakisikii mguu, mguu hausikii mkono. Tunataka KCA sehemu yote ya kanisa iunganishwe ikuwe kitu kimoja. We become one body in the Lord. Najua wakati tunaongea kuhusu the church, we are the church. Kwa hivyo wakati kanisa imeunganika vizuri, kila sehemu ndani ya kanisa imeunganika vizuri, hata corona ikuje mara 5 haiwezi, kwa sababu that integration you can't separate. The problem is tumekuwa tukihubiriwa na tumekuwa tukisoma na tumekuwa tukisikia ya kwamba watu wakisema kanisa ni jengo. Lakini kusema ukweli, ukikuja hapa nje Buruburu famulize kanisa hapa iko karibu, iko wapi, utapelekwa karibu zile jengo ziko karibu. Lakini ukweli kanisa si jengo hizi. Kanisa ni sisi. Kwa hivyo kama ungekuwa pale useme mimi ndio kanisa, nauliza kanisa mimi, we are the church. Kwa sababu that mentality ilifujwa na corona. Unajua corona wakati ilikuja kanisa zimefungwa, watu walifikiri iko na kwamba the body of Christ haiko. Lakini bali mwili wa Kristo uko na unaendelea. Hallelujah. Because the ecclesia, from the Greek word church, from ecclesia, called out. Mungu ametuita. All of us we are called, tumeitwa na tumekuwa kitu kimoja ndani ya Kristo, na yeye ndiye kichwa yetu. Kwa hivyo tunapoendelea kujenga KCA, implementing our posture, ni vizuri kuelewa umuhimu huu ni kwamba KCA inatusaidia kuwa integrated, participation for every saint. Kila mshirika, kila saint lazima ahusike kujenga ule mwili. That ownership, that belonging, I belong to a body. And not more so, there is a global body. That is the church, invisible church, about iko ndani ya universe. Amen. Kwa mfano kama vile tunasema Hebronite, the universe, kuna wazee wamesimama, kuna wamama wamesimama. Not only this local church, but it's a global church. Na hii global church yote iko ndani ya the kingdom of God. Amen. So the kingdom of God is happening powerfully among us. It is within us globally. Number 4, the kingdom community build excellent organization structure in the community that make easier for the senior elder to lead and guide the community without stress or disruption. So KCA inatusaidia
kuwa na mpangilio mzuri katika community ambayo itafanya kazi ya mzee kiongozi ikaweze kuwa rahisi katika kuongoza na katika kuelekeza kanisa bila masumbufu na bila shida. Sawa sawa? So haya ndio ambao tunaangalia. So therefore on Sunday wakati ambao tunaangalia example ya wale ambao wameweza kujenga the shape, the formation ya vile ambavyo mwanadamu amekuwa akijenga kuanzia mwanzo. Tukaanza kuangalia vile ambavyo the capacity, incredible power ambayo iko ndani ya mwanadamu ambaye posture yake imekuwa kamili. Na tukaanzia na Musa. Tukaangalia Musa akasikia sauti ya Mungu wakati alikuwa 40 years, katoka ndani ya nyumba ya Farao na akaanza kupigana na Egypt. Na akiwa 40 years akaagusha the whole empire of Egypt because of the posture of the heart. Bia Farao, let my people go. Farao akajaribu kustasta. And now Moses anakuja. And through the power of God, mapigo 10. By the way, Egypt haijairudi katika economy yake until today. Through that, the clash of that empire. Until today. Hata dhahabu zote zikaenda. Kila kitu. God using a man. Bae moyo wake ulikuwa sawa. Wakati aliona Yakobo kichaka kinacheketea, akatoa viatu yake, Mungu akaanza kuzungumza na yeye. Na akaanza ku crush the whole empire of Egypt. The same Moses, another 40 years, anaanza kuongoza another empire. A civilization of the people of God, akawafanya anadevelop a new nation. Na the nation of Israel ikafomiwa chini ya uongozi wa Musa. Na Mungu akaanza kujifanyia taifa. For 40 years, God was developing the people of Israel. Wakaweza kufanyika kuwa taifa ili watu wa ulimwengu through wao waone Mungu. So, those are examples of incredible power and the capacity ya vile ambavyo Mungu ametumia the posture ya mwanadamu kuimplement yale anataka in the face of the earth. Number 2, tukaona ya kwamba another example ya kwamba mwanadamu alikuwa na uwezo, tukaangalia pia Musa wa kusikiliza Mungu, posture ya kusikiliza Mungu, akaanza kubuild the tabernacle. Kila kitu akaanza kujua. The book of Exodus chapter 5 verse 8 and 9 niweza kukuzia, just highlight it because nilikuwa nimesema siku ya Jumapili ya kwamba Mungu akamwambia, then have them make a sanctuary for me and I will dwell among them. Make this tabernacle and all its furnishing exactly like the pattern I will show you. So you can see Mungu ana interact na mwanadamu, anaanza kujengea Mungu kitu ambao hakiko hapa ulimwenguni. Lakini kulingana na vile ambavyo ameonyesha, kulingana na the posture. Na tabernacle tunajua the story of Moses na tabernacle, you can see even the Solomon akaendelea kujengea Bwana the temple. So that's how man, the posture of man na kuimplement mambo ambayo ni ajabu sana. Ya? Sulemani anajengea Mungu hekalu, inakuwa na maana sana na la maana. So you can see the posture, akaanza kureceive na akaanza kuimplement kwa sababu ya moyo wake vile ambavyo ilikuwa. So and therefore tuliangalia mfano kwa sababu ya kwamba hata sisi vile tuko, we have transmitters and receiver. Vile ambavyo moyo wako uko, you can receive things from God and implement. The Bible says in the book of John chapter 10 verse 27, tuliweza kuipitia siku ya Jumapili, ya kwamba Bible says, my sheep listen my voice, I know them and they follow me. Now you see this Jesus saying, my sheep listen my voice and I know them and they follow me. So therefore mwanadamu amepewa uwezo wa kupokea, the transmitter and receiver. Anapokea, anasikiliza na kufuata. Hallelujah. That's a position of the heart. Najua sasa hivi hapa kuna mambo mengi sana yanafanyika kwa hewa. Hapa kuna picha inapita. Hapa pia kuna sauti zinapita. Lakini kama hawezi kuwa na receiver, kama ni radio ama runinga, ukaweza kukushikiza the frequency, kama ni Kameme ama ni KTN, ukaweza kuwa na channel ya receiver, lazima kuwe na receiver, ili receiver ikaweza capture na ikaweza kuitoa vile ambavyo iko. So the same case in the kingdom of God.
Hivyo ndivyo the mortality na immortality inafanya kazi. God have given us the power to receive, to capture. That's the frequency. Hearing God, understanding God, and start doing. Na wakati ambao tulikuwa tunasema kuhusu TI, prophetic capacity. Wangapi nakumbuka prophetic capacity is one of the stream of mature life. Kama haujaweza kukomaa kusikiliza Mungu, bado ni mchanga. That's why prophetic capacity, uwezo wa kusikiliza Mungu, ni stream of life ya kila mshirika, ya kila muumini aweze kusikia Mungu. Because Jesus said, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. That's a capacity ambayo Mungu ameweka mwanadamu. Bora tu your posture iko sawa. Your position, you position yourself to hear him, you hear God. Tunapoendelea tukaangalia mifano mingi ya kwamba mtu kama Elijah. Tunaangalia mfano katika the book of James chapter 5 17 to 18. James chapter 5 17 to 18. Ya kwamba mwanadamu, man would speak divine word into a time and in the earth. Mwanadamu alikuwa na uwezo wa kuongea divine word. Akasema ya kwamba hakutanyesha kwa miaka 3 na nusu na kunakosa kunyesha. See the position of the heart, the posture iko sawa na ni mwanadamu tu. By the way, the Bible say Elijah was man just like us. Elijah alikuwa mwanadamu kama sisi, ambaye ako na uoga, alikuwa na upungufu, alikuwa na passion kama sisi, lakini alikuwa na uwezo, the posture ya kuimplement vile amesikia in spirit, na ako na power na authority ya command hali ya anga na environment, na inasimama. Na the same man anarudi anasema na kunyesha, na kunanyesha. So a lot of examples. Man will rule and create a place for rule of God to be seen in the earth. Mwanadamu anaweza tawala na akaweza kuweka enzi. Tukaangalia Daudi, the book of Luke chapter 1 verse 2 to 33. Daudi aliweza kubuild ufalme, the principles of David. Ikaweza kuactivate ya kwamba wakati Yesu alikuja, alikalia kiti cha Daudi. That's why we call Jesus the son of David. Na akadhibitisha ufalme forever. That's a capacity ya posture. Bao Daudi vile aliweza kubuild principles na akaleza standard ambao Yesu Kristo angetafuta kuja hapa ulimwenguni, lazima angekuja akalie kiti chake. That's a capacity. Therefore, man will build structures like Nehemiah. Anajenga structure inapendeza Mungu. Nehemiah, Ezra, Hagai walijenga na ni structure tu, na the structure ambayo anajenga inampendeza Mungu. Tukaangalia mwanadamu kana uwezo wa kuelewa like Solomon, just a man. Anaangalia upepo, anainterpret. Anaangalia wadege, wanyama, anaongea. Anaangalia chungu, anatoa wisdom. The wisdom. Solomon alikuwa na uwezo, just a man. Alikaa kama vile ambao tuko siku ya leo, lakini alikuwa na capacity, the posture ya moyo wake, akaweza kusikiliza Mungu na akaweza kuwa na hekima ya juu sana. Man who discover, lay down the track of civilization. Mwanadamu akaweza kuelewa mambo ndani ya Mungu na akaweza kuileta like a doctrine, na watu wanaweza kufuata kama vile mitume, the apostles. Apostles walikuwa na ule uwezo ya kwamba watu wajaijua kujaza na Roho Mtakatifu. The disciples are download that thing. Na wanaweza kuwekelea watu mikono na watu wanaenda kujaza Roho Mtakatifu. Apostle, the doctrine of the apostles waliweza kuleta developing a church. Wakadevelop kanisa, maana kanisa lianzia Yerusalemu. Na mwelekeo vile walikuwa nasikiliza kutoka kwa Mungu, the doctrines za kufuatwa, na wakaanza kufanya mambo na wakadevelop watu kulingana na mpangilio ambao walipata kutoka kwa Mungu. That's how powerful God is. And kuhusu mwanadamu vile ambavyo Mungu ameweza kumuumba. Then there are several man. Kiangalia mwanadamu na hata kwetu, tulipenda mfano wa Yesu Kristo mwenyewe
as a man, wakati alikuwa hapo ulimwenguni, angefundisha watu wamfuate na wakaweza kufanya watu. As a man, wakati alikuwa hapo ulimwenguni, the posture ya moyo wake vile ambavyo ilikuwa. So natukana ya kwamba hata sisi ndani ya kanisa la GGC, Great Grace Community, tukiwa ndani ya Great Grace Community, hata sisi vile ambavyo tumeweza kujenga, tumeweza kuonekana kuna mambo ambayo tumeyafanya kama kanisa. Lakini but what is true mystery of the mind of God? Tuliweza kuiona in the book of Genesis chapter 2 verse 7. The true mystery in the original moment of Genesis, which sisi kama kanisa la GGC hatukuje hii ukweli tukuje kusahau. We must not forget this. Genesis chapter 2 verse 7. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostril, and the man became a living person. How many know that you are complete even without a body? Yes. You are full even without a body. Who mwili ambao tumepewa ni wa function here, the face of the earth. Kule hatuhitaji huu mwili. In another body. Immortality. So God has no gender, male and female. The spirit has no gender. Spirit has no gender. So therefore, the true beginning of the mystery ya mwanadamu tunaipata in the book of Genesis chapter 2 verse 7. That dust is the divine choice for starting anything. So it's very, very important that point tunaweza kuangalia. Dust is the divine choice of starting anything. The true mystery is not what the true mystery is not the work that you do, it is the dust that you are. That thing iliweza kusound vizuri sana ndani ya mioyo yetu. Ya kwamba the starting point, the dust is the starting choice of starting anything. Tunapo posture ya mioyo yetu tunapopelekana na Mungu na kuimplement, lazima tuanze mwanadamu alitoka wapi. Na wakati mwanadamu alipoumbwa tunaona Mungu yeye mwenyewe alimuumba mikononi mwake kutoka kwa mafupi. Na mwanadamu akakuwa a living soul. So therefore, siri sio kile ambacho tunafanya. Siri ile kubwa ni kubwa is the dust ya kwamba sisi ni mafumbi. And the true mystery of GGC, the Great Grace Community, I'm a Hebronite, I'm a Excel and Caris, Project Heritage. The true mystery is not what we do, is the dust that we are. Na therefore tukasema ya kwamba what's a dust? Tukaangalia ya kwamba mafumbi ni nini? Tukasema reaching beyond brilliance of our functionality and competence to the true starting point, that's the humility of who we really are before God. Amen. That humility, reaching that point, ili tukaweza, that's a posture of our heart. Before you implement anything, you must understand that you are dust. The mystery is not what you do, it's the dust that you are. Ya kwamba wewe ni mafumbi. Na that's a starting point. Ya kwamba tunapofika mahali pale tunakuwa na that humility of who we really are before God. So wakati ambao tunaangalia mafumbi tunanyenyekea. Because that's a starting point. That's our posture. Number two, the dust is recognizing that when God begins a new season, that's a starting place for a new season, is nothingness. Ya kwamba wakati Mungu anaanza majira mapya, lazima tuhakikishe ya kwamba the starting point, the starting place of this season is nothingness. Na tukaangalia the book of Luke chapter 18 verse 17, Jesus said, I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter. That's a posture of our heart. Ya kwamba wakati Mungu anaanzia majira mapya, when God is moving, wakati Mungu anafanya mpya, wakati uko mahala pale lazima utambue, you have to recognize that wewe ni mtupu, hauna uwezo, hauna nguvu kama mtoto mdogo, ufundishwe kufanya, ufundishwe kufanya, ufundishwe kutenda.
And that's why Jesus said, hii ni ya ukweli. This is very radical. Namwambia ukweli. Maana Yesu alikuwa anaongea ukweli throughout. Lakini this one anasema, I tell you the truth. Yesu alikuwa anaongea ukweli kila wakati. Lakini this one is radical. This one, pay attention. This is very, very important. Hii kina yote namwambia ni ukweli. Lakini hii, sikilizeni sana. Yule ambaye hatapokea ufalme wa Mungu kama mtoto, hataingia. And that's a starting point. Ya kwamba we must recognize the starting place is nothingness. We have no idea. We have no clue. When God starts moving to the new season, our mentality, kujua kwetu, masomo yetu, hatunafika mahali, God guide us. Sisi ni watoto wachanga. Hatukufahamu, hatukujui. That's a dust. You must recognize that. Hallelujah. Number 3. Na niki watu wote walisema anyone, hata kama ni mkubwa, hata kama ni mdogo, anyone. Just say anyone. No exception, anyone. This is very radical. I tell the truth, anyone who will not receive the kingdom of God, like a little child, will never enter. That's why mambo ya ufalme wa Mungu, watu wengi wanatembea na Mungu, wanakosana na Mungu. Na uliza Dathan na Kora. Dathan na Kora walikosa kuelewa wao ni mafupi mbele za Mungu wakati Mungu anapotembea. Na wakaanza kubishana na Musa. Siku moja Mungu alikuja akapasua ulimwengu akamezwa na ikaendelea. Si watu wachache dunia ifunguke hapa. How many thousands? Walikuwa ngapi? How many thousands? Yes? Several thousands, eh? Walimezwa siku moja, wakajua kweli sisi ni mafupi, wakarudi kwa mafupi. Na hakuna maziko Mungu aliitana. Paul, umesoma scripture ya kwamba siku moja Mungu alimeza watu. Dunia ikapasuka, wakamezwa. Kweli wakajua that's a starting point. Nyinyi ni mafupi. You cannot joke with God. When God is moving, wakati Mungu anaanzia ukurasa mwingine, you must cooperate. And that starting point place of nothingness. Nothingness. Hata kama uko na suti kama mimi ama uko na Kora. When God starts moving, you are like a child. Wewe ni mtoto. Wewe ni mafupi. Lazima ukue very careful. Don't be casual with God. Just wear casually, but don't be casual with God. Because God is a consuming fire. Dathan na Kora walijua wao ni mafupi, walimezwa siku moja. Kwa sababu ya kutojua Mungu anatembea. The cloud is moving. God is moving. Kuna kitu Mungu alikuwa anataka ndani ya mioyo yao, that understanding. Lakini hawakuweza kuelewa. So the moment, that's a starting place. That nothingness, that fear dust. Na kama hujaifika point kama hiyo na Mungu, hauwezi tembea na Mungu. Ndani ya ufalme wa Mungu unapokewa kama watoto. Na nilielezea Sunday kwa njia upana sana. Vile mtoto, the posture ya mtoto vile inakuanga. Mtoto anakuwa empty. Nothing. Kichwa yake haikuwa na chochote. Nilieleza vizuri. Unless aonyeshwe hana decisions, hana preferences. Kama ni madizi utakula madizi. Sasa mtoto asema mimi nataka leo chapati. Mtoto, infant, hachagui hata diet. Anakula kile anapewa. That's a posture. That's a posture. When you come before God, don't ask things and ask him anything. God has no preferences. Ukifika kwa Mungu, hafuati preferences zako. Lakini kimetusubua sana katika safari yetu na kusubua Mungu ni matamanio yetu. Our desire ambao hailingani na mapenzi ya Mungu. Eat what God give you. You are a child. And that's a starting point of recognizing that you're dust. That nothingness. Utatembea na Mungu na utafika. Unless we read the word of God perfectly, tuelewe sisi ni akina nani. Na pale tulitoka, sisi tulitoka kwa ufumbi. We don't know how to live unless we read the word of God. And
That's why the Bible says in the book of Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Hapa tunachoka wewe ni dust. Kwa sababu hawezi ishi kwa mkate, bali kwa kila neno linalotoka ndani ya kinywa cha Mungu. That's how our life is. Hallelujah. May the Lord help us in Jesus' name. Dust is recognizing that everything that we create, even if it works, has absolutely no value unless we capture the sight of God that's relevant to the current time and season. Dust, what's a dust? Dust ni kutambua ya kwamba chochote ambacho unafanya, everything that we create, chochote ambacho tunafanya, even if it works, haina maana, has no value unless we capture the sight of God that relevant to the current time and season. Wakati Mungu anavyotembea, wakati ambapo Mungu anapofanya mambo, hata tufanyie nini, tufanye nini, tufanye nini, tufanye nini, tufanye mambo na ifaulu, na hatujaelewa kile Mungu haswa alikuwa anataka kwa wakati huo na wakati huu, bado I'm telling you, haina maana. That's a dust. So you can imagine preaching the gospel all those years, to prophesy, tutoe mapepo, tuhubiri injili, burubufamu yote iokoke, lakini kuja Mungu anasema ya kwamba hii ni uovu, and then siwajui. Umenunua plot ya kwanza, mkanunua plot ya pili, sasa mmejenga hata facility ya mawe, lakini hii yote Mungu aseme this is lawlessness. It has no value to me. It's very serious, is that so? Jacob, uokoke na ukoze, ufanye mambo mengi sana ukifikiria kwamba ni Mungu ambaye inakaa kama Mungu. Ufanye pia ndoa hapa kanisani, uzae watoto, uwalepeleke kanisani, lakini bado hauelewi kile Mungu anataka. Hauna sight ya Mungu. Hiyo kuelewa kwa ndani, understanding hauna ya kile Mungu anataka wakati ule anataka. Mungu anakuambia that's a lawlessness. Go away. Na nasema wengi watasema. Kwa hivyo kuna maanisha ya kwamba wengi wako hapo. Na tukasema kanisa letu la GGC hatutaki kuwa miongoni mwa wengi. Heri tuwe wachache ambao Mungu atasema well done. Unless we recognize that whatever you do is a dust. We are dust. Unless we recognize and we capture the sight of God, that understanding, kama haiko ndani yetu, hiyo knowing, that gnisko, understanding, that whole thing has no value. That's a starting point. That's a posture. Mioyo yetu ambayo inapaswa kuwa doing a lot of work without recognizing that you are dust. Lazima uwe na kumjua Mungu. Lazima uwe na sight ya Mungu. Presenting God false humility. Your competence without recognizing that you're dust. Bila kufujika mbele za Mungu. Kusimama kwa knowledge yako. Knowledge puff up. That's why Pharisees na Greek walikuwa mbali sana na Mungu. Because Greek walikuwa werevu sana, they were wise men. Na ukiangalia hata mahesabu mingi ambayo tunafanya ilifanywa na Greek. Ona hii mahesabu kama ya pi d, the circumference. Kata walikuwa na zima au wanapima viwanja. Kitambo mahesabu mingi ambayo tunatumia, kama mezai nimetumia pi d maana inaanzia class 34. Ni class 4 pi d circumference inaanzia class 5. Those formulas za mahesabu zilianzia na Wagiriki, wa Yunani, the Greek. Kwa hekima yao wako juu sana. That's why Paul alikuwa anabishana wao, kiwaambia ya kwamba I didn't know an argument. Kwa sababu wa Greek lazima uwaelezee waone. Na walikuwa naamini logics. Bila kufahamu kwao they are dust. That's a starting point. Hata pia
Nikodemo alikuja kwa Yesu. Nikodemo pia alikuwa amesoma. Alisema unless uzaliwe tena hauwezi rithi ufalme wa Mungu. Na Nikodemo alikuwa amesoma sana. Mpaka anauliza logically, nitarudi ndani ya tumbo ya mama yangu nizaliwe? Na ni mtu amesoma sana. The moment you don't understand, you are dust. Whatever you do has no value without getting the sight of God. May the Lord help us in Jesus' name. The truth of God, how we are not going to miss the path of God, the sight of God, understanding of God every time, every season. Hallelujah. Inua mkono wako mwambie Mungu tusaidie. God help us. May the Lord help us. Mungu atusaidie that we may get the sight in the mighty name of the Lord. This is a prayer about Paul and Ephesus. In the book of Ephesians chapter 1 verse 17. May the God of the Lord, our Father of glory, give us the spirit of wisdom, the spirit of wisdom, the spirit of understanding, that we bring discernment in our eyes, in the name of the Lord, enlightenment in our eyes, that we may understand the calling of the glory, the inheritance that we have in Him, in the mighty name of Jesus. May the Lord cause us to see. May the Lord open our eyes. May the Lord bring light in our eyes, in the mighty name of the Lord. Mungu akaleta nuru ndani ya mawazo yetu ya kiroho, ikaweze kufunguka, tukaweze kuona katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bila kuletea Mungu activities nyingi without God approval. Going to church from January to December, but that one has no value without capturing what God wants at a specific time. Amen. Hallelujah. Therefore, this church imejengwa ndani ya rock, because we are implement our posture of our heart. We hear what God said. Just say, therefore, everyone who hears these words of mine and put them in practice, implementer, is a likewise man who built his house on the rock. So may the Lord help us in the mighty name of Jesus, that we may build this church on the rock, hearing, capturing the sight of God. Amen. We are interested with the divine mind. What is God's preference here? What God wants, not I but God. Kama haujaifika kuelewa kwamba ni dust, haya maombi haiwezi kuwa relevant kwako. The moment you say not I but you God, unless you fika point ya kuelewa kwamba you are dust, hii maombi haiwezi fanya maana yoyote kwako. Ukiambia not me to be seen but you God, kwa sababu you hakuna chochote, your preferences, your opinions, your attitude, hakuna chochote inaweza simama mbele za Mungu. And that's question about tunapaswa kula moja wetu kujiuliza. The starting point of Great Grace Community of GGC, tunapo implement what God wants in our life, specific internal posture process is very, very important. Not about our functionality and our productivity. The way we are functioning and our productivity, let us to choose the internal posture. We must understand God, newness in our life. Hallelujah. That integrity, the posture of our heart, lazima ikaze kuwa reality. Like the way ambao nimetaja Daudi vile aliweza kujenga platforms ambao iliweza Yesu Kristo akakuja kukalia, akaweza ku raise principles and the pattern ambao Yesu alikuja kukalia. The Bible said in the book of Psalm 78 verse 72 from NIV, David shepherded them with integrity of the heart, internal power, internal posture. With the skill of heart, he led them. That's external function. Before tukaweza kuonekana nje matendo yetu, lazima ndani yetu kuwe sawa. Our posture must be right, because David shepherded them with integrity of the heart. That's internal power. With the skill of heart, he led them. So kabla matendo ya nje ikaweza kuonekana net, lazima ushughulikie ndani. Before building anything for God,
it must be start inside, not from outside to inside, from inside to outside. Hallelujah. That's very, very important. The context of the dust, the nature of the current season about to go ndani yake. The nature of the current season about to go ndani yake that we're implementing. We are crossing from one sphere of spiritual emphasis to another. That fact we must understand, every one of us, that we are crossing over from one sphere of spiritual emphasis into another. There are new shape, I imagine, new thing will occur. The time that you are in, the season that you are in, there are new emphasis. God is speaking. And the moment God speaks, kuna miundo mpya ambayo inatokelezea kwa sababu mioyo yetu, our postures of our heart iko tayari kuelewa wakati Mungu ambavyo anavyotenda. So kwa hivyo the season about tuko ndani yake is very, very important. Ya kwamba kuna kazi ambayo inafanyika. Tulikuwa hapa siku ya Wednesday, VLT, Visionary Leadership Team. Wakati nasikia VLT ni viongozi wa Hebron, viongozi wa Caris, viongozi wa Excel, na pia kutakuwa na VLT tunapoendelea wengine wa the other people's groups. The leaders of people groups ambao tulikuwa nao siku ya Wednesday mahali hapa. Tulianzia saa 4 mkutano kaenda mpaka saa 9. Na point ni ya kwamba tuko ndani ya safari, wewe journey. Na tukiwa ndani ya hii safari ambao tuko ndani yake, we are looking forward for the finish, kukamilisha. Na hivyo basi the season about tuko ndani yake is very, very sensitive because we are in transitioning. Tunatoka katika udini na tunaingia katika season whereby we are well connected with God. The maturity is demanded from God. So we must manage this transition carefully. Hallelujah. You can see kuna mambo mengi sana ambayo imeshift ndani ya mioyo yetu. There's a newness. Newness is birthing inside us. Na Paul akapeana mfano wa ile kanisa cathedral aliona kwamba the structure imeanguka yote na imeanguka shai ingine yote imerudi flat. Let me tell you, this is a new season that we are in. That we are starting everything afresh in God. It's a new season that we are in. That one it was God, but here that one is not God. What can I say? Wakati wa kitambo watu walikuwa wanachinja mbuzi. Si ni kweli? Na ni Mungu alikuwa ameamrisha watu wachinje mbuzi. Na wakichinja mbuzi Mungu anapendezwa na hiyo. Na anapokea sadaka zao na anasamehe dhambi. Ukikuja hapa, ukichinja hiyo mbuzi hapa ni witchcraft. Hapa tunaongea dhabihu ambayo imetosha, ambayo ni Yesu Kristo. Hakuna kuchinja kondoo tena. You see, those are new seasons. That season ya kuchinja. Hapa tunategemea the only offering ambayo ni Kristo mwenyewe. So season we are in that season whereby there are spheres katika maisha yetu. And I'm believing God, hakuna watu watakuwa nyuma. Wala hawajajua kanisa hii tumeingia katika muondoko. Nataka kutangaza leo, we are now in the new season. Whereby hautegemei maji ya jerrycan ya kunyunyuzia our land. The land about tuko ndani yake is the land full of mountains, full of valleys, where the rains of God come. The eyes of the Lord is with us from the beginning of the year up to the end of the year. That's the land I'm speaking about. Hallelujah. Ile nchi ambayo tulikuwa bereni, tulikuwa tunanyunyuzia mimea yetu na jerrycan na kasuku. Maisha ya kasuku imeisha. Sasa pale tumesimama, tuko ndani ya mji ya mahali ambapo mvua ya Bwana inanyesha. Mji ambao umejaa milima. Tunategemea mvua kutoka mbinguni ukaweza kutunyeshea mahali ambapo macho ya Mungu iko pamoja na sisi kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Hallelujah. The abundance and the presence of God is the reality in us. That's why every time these questions lazima tukaweze kujiuliza ndani ya mioyo yetu. What God wants? What is God preference? Those questions, you have to ask these questions. Note, what is the Lord preference here?
Because tulikuwa tumezoea sana kujiongoza. And every time unauliza Mungu, unataka nini Mungu? Maana tulikuwa tumezoea kuletea Mungu mahitaji. Sasa hii hapa hatuletai Mungu mahitaji, tunamuuliza unataka tufanye nini? What is God prevalence here? What is the Lord prevalence here? What is your creative idea, God? We are consulting, we are inquiring from God. Hallelujah. What is your direction, God, in my family? Mungu nataka nisome nini? Mungu nataka nielewe nini? Because it's not according to me. Because my starting point of humility, nimeweza kuelewa. I recognize I'm a child. I'm nothingness. I'm depending on you. I don't know my ideas. I don't know my decisions. I'm depending. That place of dust is the reality inside us. That's a posture. What is the Lord prevalence here? What is direction here? What is a creative idea here? And that's a cry about tunalilia Mungu. Light on me all over again. That's the season that you are in. Light on me all over again. Light on me all over again. Hallelujah. Tunapatia Mungu ukurasa mpya. Mbele tulikuwa kuandikia Mungu kurasa kadhaa. Mara tumefika na Mungu tunampatia empty chapter. Write on us once more. Tumeandika story nyingi na tunaletea Mungu. Wakati huu tunaleta kitabu empty before God. Write on us. This is a new season that you are in. Write on us. Light on me all over again. That's a cry inside us unto the Lord. Light on me all over again. It's like success achievement ya jana haifanyi kazi hapa. Strategy za vile tulipigana vita mwaka uliopita is not applicable here. Idea ambayo tulikuwa nayo mwaka uliopita is not applicable here. We are giving God an empty book. Empty chapter. Light on me all over again. That's the season that we are in. Hallelujah. May the Lord help us in Jesus' name. Forget yesterday. Forget the former things. The new order has come. The old order has gone. Let us read this scripture in the book of Hebrews chapter 8, verse 8 to 11 from New Living Translation. But when God found fault with the people, he said, the day is coming, said the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel, Judah. And verse 9, this covenant is not like the one. You can write that word. This covenant will not be like the one. This covenant will not be like the one I made with the ancestors when I took them from the hard, by the hand, and led them out of land of Egypt. They did not remain faithful to my covenant. So I turned my back to them, said the Lord. Verse 10. But this is the new covenant I will make with the people of Israel on that day, said the Lord. I'll put my law in their minds. I'll write them on their heart. You can write that. I'll put my laws in their mind. That's a posture. Their posture, the law of God is inside them. It's internal, not external. I'll write them on their heart. That's why I say, write on me all over again. I'll write them on their hearts. I'll be their God, and they will be my people. And they will not need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives, saying, you should know the Lord, for everyone from the least to the greatest will know me already. Hallelujah. People will know God because of the formation, the shape ambayo iko ndani ya mioyo yetu. Unahitaji kufundisha ndugu zako wala majirani yako
say, because they should know God. Everyone, kutoka mkubwa mpaka mdogo. Because I write my laws on their hearts. And that's what telling God. Tumechoka na maisha ya nje. Tumechoka na pretense, kujifanya. We must be very actual with God, because the covenant that God is talking about, the season that you are in, is a new covenant, not like the other one. Najua ile ilikuwa kwa mfano kama wakati wa Sabato anaambia kwamba sheria ilikuwa inasema ukichukua mawe kama hii pale utarusha. Unaona hii? Pale utarusha hii mawe. Siku ya Sabato usipite hapo. Sawa? Hiyo ilikuwa sheria. Ukirusha pale uwezo wako huko, hapo ndio umefika, usipite mara pale. So walikuwa wanachukua tena wanarusha. It's not like that. Akoba si pale tu umesema, okay, wanachukua wanarusha mbele tena. Akifika pale anachukua anarusha mbele tena. That covenant is not like the other one. It's a new covenant that you are in. The covenant about tunaongea kuhusu. This is a new season. Not like the other one. Vile tulikuwa tumezoea Mungu, God is moving, and then let me say, and let's resist that. Let me resist that. God is moving. And now we are now in a new season. So we must behave. We must cooperate. We must understand Him. That sight of God, the clarity of our journey, let's make it clear inside us. That's why we don't have our own preferences. We are telling God, destroy our own preferences. Matamanio yetu, kutaka kwetu, Bwana uproot. The apostolic grace kile inafanya, inakuja mijengo yote imejengwa na kupanda mengine mijengo ambayo iko appropriately according to the purposes of God for the time and the season that we are in. May the Lord help us as we continue to understand that we are in the new season. We are unfolding to the unfolding of the future. Hii season inatusaidia kujua the future vile ambavyo iko. Decisions are taken and internal commitment made by everyone is very, very important. Set the trajectory of the future. Kauli ambayo imesababishwa internally, inside us, not from external. Kauli ambayo tunakata Mr. Wadeto iko ndani yetu. Inapaswa kutokana na Mungu, sio sisi. Ili tuhakikishe ya kwamba the trajectory ama vile katika the right angle, the posture ya mioyo yetu vile ambayo tunaelekea kwa Mungu, vile kanisa inaendelea, that trajectory, the right angle ambayo tuko ndani yake imeelekea kumaliza. Because God is looking the heart. In fact, I was giving an example. If you read the book of Genesis, kuna mtu ambaye nilikuwa na share na yeye this week. Mungu anaangalia trajectory, the angle, ndani ya moyo. If you read the book of Genesis chapter 2, 22 verse 16, Bible says, if you read from New King James Version, Genesis chapter 2 verse 16, just note it, write it down. And I said, I swear by myself, declares the Lord, because you have done these things and have not withheld your son, your only son. So you can imagine this conversation ya Mungu akiongea na Abrahamu wakati Mungu alimwamrisha atoe mtoto wake wa kipekee. Wakati nakumbuka hiyo Genesis 32 yote inaongeaga vile Abrahamu alitoa mtoto wake Isaac pale Mount Moriah. Na Mungu anamwambia, because you have done this already, trajectory ya Mungu akiangalia tayari Abraham alikuwa ametoa mtoto wake na amemaliza. So kwa hivyo just come closer, even if it's social distance. Yes. Wakati ambapo Abraham alina mtoto wake
katika Mount Moria akamwekea kwenye dhabihu. Wakati alinua kichwa, wakati alinua upanga, the sword, achinje mwanae, alikuwa tayari amemtoa. Kati alikuwa anamchinja, kasikia sauti ya Mungu, thank you. Sema, because you have done this. Tayari amemtoa. Inside Mungu alikuwa anaangalia trajectory. Na Mungu akaunti ya kwamba Abraham had done it. Na yeye alimwambia enda utoe. Ni Mungu alikuwa ameongea. Kwa hivyo inside Abraham, the angle, the trajectory ya kwamba yake alikuwa amefinish kutoa yule mtoto. And that's how the posture of mioyo yetu katika Mungu. Tunapotii Mungu, 3/4 obedience is not obedient. Half obedience is not obedient. Our posture with God should be complete, 100% obedient. Because the moment kanisa tutaweza kuwa tutaweza kuelewa ya kwamba Mungu anahitaji kutii kwa ukweli, the trajectory ya kumaliza kwa kanisa, Mungu anahesabu kwamba hiyo kanisa imemaliza. Katika finishing. Hallelujah. The way we move with God, Mungu akaangalia that angle of the posture ya mioyo. Okay. Tayari hawa wamekamilisha. So kwa hiyo tunasema kwamba sisi ni kanisa ambayo inamalizia. We are finishing church ambayo itamaliza the purposes of God. Kanisa ambayo Enoch aliona. Kanisa ambayo inamaliza the purpose of God. Na Mungu aichukue na Yesu arudi. Lazima tuangalie our trajectory inside. The way we are moving with God. We are living a holy life, righteous life. And that trajectory, that angle ambayo iko Mungu anahesabu tayari kwisha. Imemalizika. Hallelujah. Because of a posture. Kama vile ambao aliangalia Abraham akasema, because you have done this thing, tayari umefanya, umemtoa mwanae. Na Mungu akaanza kuongea na yeye. Mungu akaanza kuzungumza na yeye, umekamilisha. Umeniheshimu, umenitii. That trajectory of our journey, vile tunaendelea na Mungu, lazima tu maintain that trajectory. Ili Mungu atuhesabie tumekamilisha. That finishing. Hallelujah. Amen. Lazima tuelewe season. Tusiwe kama John the Baptist ambaye alihubiri injili sana na miaka mingi akiwa jangwani. Hata chakula hili alikuwa anakula sio privilege yake, alikuwa anakula locust. Hata mavazi alikuwa anavaa mavazi ya ngamia. Lakini you can imagine kwa sababu ya kutojua the season, Yesu amekuja akaendelea kuhubiri. Nao nakuta ya kwamba anaanza kuuliza, endeni muulize kama ni yeye. Consider trajectory. Yeah? Lazima gaitwa haraka sana bigudi. Aende haraka. Hawa huyu ataharibu kile amehubiri hiyo miaka yote. Haraka. Herode kichwa yake. Because you can imagine trajectory inakuwa wrong. That's why Jesus said he is now the least in the kingdom of God. Among all amezaliwa na mama, John the Baptist the least in the kingdom. Why? Because of trajectory. Hakumalizia vizuri. Yohana alikuwa mhubiri wa ajabu sana. Hata alikuwa anahubiri nyikani peke yake. Lakini vile alimalizia, Yesu alimwambia ndani mmwambie, blessed are those who are not wavering on my account. Blessed are those who are not stubborn. Heri wala hakwaziki na mimi. Kwa hivyo, you can start the journey so well. Lakini you're not keeping that trajectory. Vile unaanzia does not matter, but how you finish matters a lot. Ili Mungu aone kwamba tumekamilisha. Vile tunasema we are going to maintain the pace, listening God and hearing God in our life. Lazima ikaanza kuwa reality. Because vile ulianzia does not matter. What matters is the end. So may the Lord help us in the mighty name of Jesus, that we maintain that trajectory, the right angle, that posture of our heart. Mungu akiona biguni anasema these people have finished, and therefore hakuna kitu tazuilia Yesu kurudi. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. The nature of the season. Let me read the last scripture.
the nature of the new season, about tuko ndani yake. We are starting from the book of 2 Chronicles chapter 19 verse 5 and 7. This is the King Jehoshaphat, wakati ambapo alikuwa anachagua watawala of the people, the judges. Na wakati ambapo alikuwa anachagua judges, mstari wa 7 unasema ya kwamba fear the Lord and judge them with integrity, for the Lord our God does not tolerate perverted justice, partiality, or taking bribe. So do everything with correct accuracy. So I'd like to highlight our posture. Vile our posture inapaswa kuwa according to the 2 Chronicles chapter 19 verse 5 to 7. Have correct, powerful mental attitude. Have correct and powerful mental attitude. That's our posture. About tunapaswa kuangalia na kuangazia sana. Have correct and powerful mental attitude. Anasema ya kwamba he appointed the judge and he said to them, always think carefully before pronouncing a judgment. That's a correct, powerful mental attitude. It's very, very important. It's a demand. Number 2, our postures napaswa kuwa certify the divine standard. That's part verse 6. B, remember that do not judge to please people, but to please the Lord. Certify divine standard. That's how our posture should be. Number 3, that posture is be aware that God is present and watching. That's part C of the book of 2 Chronicles chapter 19 verse 6c. He will be with you when you render the verdict in each case. Awareness of divine proximity. Jua ya kwamba Mungu atakuwa pamoja na wakati mnakata kesi. Mungu yu pamoja nanyi. The proximity, divine proximity, the nearness of God. Whenever we are doing the kingdom of God, be aware that God is present. God is present. God is watching. Mungu anakutazama. Lazima ujue ya kwamba the proximity, the nearness of God. That's the posture about everybody should embrace. And posture number 4, strive for accuracy in all that you do. That is verse 7. Fear the Lord and judge with integrity, for the Lord our God does not tolerate perfected justice, partiality, or taking the bribe. Do everything with correctness and accuracy. Very, very important. Ambao wakati ambapo tunaweza kukamilisha katika jina la Yesu Kristo. Those are the 4 postures ambao mioyo yetu ambao tunapaswa kuomba Mungu atusaidie sana. Whatever you are doing, the leaders, the family, whenever you are, make those postures ikaweze kuwa ndani ya moyo wako. Have correct and powerful mental attitude. Certify divine standard. Be aware that God is present and watching. Strive for accuracy in all that you do. So therefore, if you do these things, then our work 2021 and beyond will be fulfilled with the divine resources, divine assistance, and divine empowerment. Tukiweza kufanya haya mambo, then huu mwaka wetu 2021 itakuwa imejawa na nguvu za Mungu na uwezo wa kiungu na msaada wa kiungu katika jina la Yesu Kristo. 2021 is what we make it to be according to our posture. 2021, it will be the way we make it to be. Awareness of our starting point is critical. 2021, this is the message. Awareness of our starting point is critical. So therefore, light first steps must be taken. We must be committed strong desire that's internal, not only external. Before the action, inside, the right context must be taken. That starting point is very, very important. That we are dust. That's a start with the humility. Recognizing that whatever we do has no value unless we understand the sight of God. Understanding that we fear God. The accuracy, whatever we are doing, the mighty name of the Lord. New context of faith has to be created. And so, we start in GGC all over again. We start all over again. May the Lord help us. This is the cry. Ningeomba tusimame katika jina la Yesu tunapokamilisha.
May the Lord help us in Jesus' name. Huu mwaka wa 2021, that we tell God we start in us all over again. That's our posture. Because we recognize that we are dust. And that's a starting point. That's very critical for the divine discernment of the mind of God. From the book of Genesis chapter 2 verse 7, that God, the Lord God, formed man from the dust. Then he breathed in the breath of life, and the man became a living person or a living soul. Hatujui kuishi unless we understand. So we are telling God, light on us all over again. This is our prayer, light all over again. So Lord, start in GGC, that is Kanisa la Great Grace Community. Start all over again. We are telling God, start all over again. This is a new season. Tuko ndani ya season mpya. Let us tell God, start all over again. Inside us, ndani ya Hebronites, ndani ya Charis, ndani ya Excel, ndani ya Hebron GBS, ndani ya Excel GBS, ndani ya Evolution, ndani ya Project Heritage. Start all over again. Light on us. Fungua kinywa chako. Mwambie Bwana, light on me. Start all over again in the mighty name of Jesus. Not according to my preferences, not according to where I am being. May the Lord help us in Jesus' name. May I have the correct and powerful mental attitude in the name of Jesus. Sanctify the divine standard. Be aware that God is present, God is watching. Strive for accuracy in all that you do. In the mighty name of the Lord, may the Lord help us. May the Lord enable us as we strive for accuracy. Lord, light on us all over again. In the mighty name of the Lord. Thank you, Redeemer. Thank you, Jesus.